Habari wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa channel hii pendo, ambayo inakuletea masomo mazuri kabisa ya namna ya kuweza kuflash simu, kuweza kujua masuala ya software upande wa simu, kuweza kupata ujuzi na trick mbalimbali za kuweza unlock simu, na pia tuna masuala mbalimbali ya kucheck simu kwa njia ya software. Katika swala la software, hiki kitu inatakiwa uwe nacho sana, ukifahamu sana, pamoja na hiki hapa ambayo ni Miracle Thunder hii, pia na hii hapa Android Fast Boot. Ni lazima uifahamu sana kwa sababu inakuja kukuletea hela kwa wingi sana. Na hii hapa MIT pamoja na hizi hapa upgrade na hii factory, zote hizi zinafanya kazi mbili hizi, kazi moja kwa pamoja. Lakini pia hii hapa Fast Boot na unaitakiwa uifahamu sana. Hii nani flash tool, pamoja na hii hapa MAUI Meta, pamoja na hii hapa NSK kwa ajili ya unlock network, na hii hapa right email uifahamu sana, pamoja na hii hapa SN. Lakini bila kusahau hii hapa FRP unlock. Hii ni nzuri sana kwa simu ambazo zinakomea kwenye wifi, pamoja na hii hapa China King, pamoja na hii hapa Met kwa ajili ya kuweza unlock modem na kadhalika. Karibu. Sasa kabla ya yote haya, inatakiwa ufahamu kabisa kwamba vyote hivi vinasapotiwa na kitu kimoja tunaita driver. Naposema driver, yani ni viunganishi vinavyoweza kuiwanisha simu pamoja na kompyuta viweze kufanya mawasiliano, yani viweze kupatana, viweze kuoana kwa maana nyingine. Sasa tunaposema driver, tunamaanisha software fulani ambazo zenyewe lazima uzihifadhi kwenye Windows system yako, ili viweze kutambua kitu gani kinachofanyika, simu aina gani. Mfano hii hapa MTK USB driver. Hii ni nzuri sana kwa simu kwa ajili ya kuonyesha simu, pamoja na hii hapa MediaTek driver auto installer. Unaona, hizi ni baadhi tu ya driver ambazo zinaweza kukusaidia kuhusu simu kuonekana au kudetect kwenye kompyuta, na uweze kuifanyia ambavyo unahitaji na inastahili kufanyiwa. Karibu sana, tuende pamoja ukaweze kuelewa namna gani ambavyo hivi vitu vinaenda kufanya. Pia kuna driver moja ambayo ni muhimu sana kuifahamu. Hii hapa inaitwa Miracle Driver Installation. Hii nayo ni nzuri sana na inategemewa sana na mafundi duniani kwa ajili ya kuweza, maana hii hapa ni combination, imeunganisha driver za chip mbalimbali. Kuna MediaTek, kuna SPD, Spectrum, kuna Coolsend, yani ni nyingi kwa kweli, ni nyingi ambazo zimeunganishwa kwa pamoja kwa ajili ya wewe tu fundi au wewe mtaalamu ambao unapenda sana hii tasnia ya ufundi wa simu, uweze kuelewa na uweze kufanya kazi zako zote kabisa kwa usawa na kwa usahihi kabisa. Sawa. Sasa naomba tuende pamoja sasa tukaanze kupata maelekezo mazuri kabisa. Hapa utaweza kuelewa kabisa vizuri, kwa sababu tunaanza hatua ya kwanza, yani hatua ya awali, mpaka hatua ambayo itakuwa ni ya mwisho. Hapa leo tunafanya tu kama intro, utangulizi wa namna gani, vitu gani vinavyohitajika katika swala zima la kuweza kufanya software kwenye masuala ya simu. Tutaonyesha tool mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia kwenye masuala ya kuweza kufahamu vipimo mbalimbali, checking mbalimbali za kisoftware. Okay, kama nilivyosema kwamba hizi hapa tool ambazo zinazigusa hizi ni vifaa muhimu sana ambavyo fundi inatakiwa uwe navyo kwa ajili ya kuingizia pesa. Vyote ambavyo na vi click hivi
kwa kweli ni vifaa muhimu sana ambavyo inatakiwa uvifahamu wewe kama fundi. Ukiwa navyo hivi, kwa kweli wewe hesabu kwamba una biashara kubwa sana kwenye kompyuta yako. Unaona, itakwenda kuingizia pesa huku umetulia tu. Kwa kweli ni vizuri sana ukaweza kufahamu vitu hivi na uweze kufanikiwa sana katika masuala ya software upande wa simu. Unaona, hivi hapa ni tool ambazo kama ambazo nimezichagua hapa. Kuna hii hapa China King kwa ajili ya kuunlock, kuweza kuflash simu mbalimbali za Kichina na zingine. Hii hapa ya kuflashia modem, kuweza kuunlock uweze kutumia modem mitandao yote. Haya, hii hapa ndio inafanya hiyo kazi. Lakini bila kusahau hii hapa tool, hii hapa SN. Hii hapa baada ya kuflash, kuna simu zingine ukiflash inafuta email. Kwa sasa unairudishia email zake za mwanzo vile vile. Pia hata hii hapa pia unaweza kurudishia email, mfano kama hizi na ni simu kitochi, unaweza kurudishia email baada ya kuflash, zenyewe huwa zinafutika, lakini sasa unaangalia tena nyuma ya betri, baadaye unazirudishia email zake. Hii hapa GSM Aladdin ni nzuri sana kwa visimu vidogo vidogo. Hii hapa NSK kwa ajili ya kuflashia MTK nyingi sana kwa ajili ya networking. Hii hapa FRP hijack. Hii hapa ni kwa ajili ya kutoa FRP upande wa Samsung. Unaona, inatoa vizuri kabisa. Lakini pia hii hapa ni kwa ajili ya kutoa FRP nyingi sana. Hii hapa nani tool ni nzuri sana, imecombine chip nyingi sana ambazo inaweza kutoa pattern, inaweza kutoa nani FRP pia. Hii hapa ni kwa ajili ya kuflashia MTK, kuflashia nani simu zenye chip ya MTK, kuwekea faili. Hii hapa Miracle Tanda ambayo ndio mama wa mafundi simu sasa hivi. Hii hapa inakuletea pesa vizuri sana, inafanya vitu vingi kwa pamoja. Hii hapa Mau Team nayo kwa kweli salute sana, Wachina wametuletea kitu kizuri sana kinachofanya kazi vizuri kabisa, kinatuletea pesa bila shida yote. Hii hapa hii hapa ni factory, inaweza kuandika faili la SPD na zingine nyingi. Hii hapa nayo pia inaweza kurudisha email ambazo zimefutika kwa bahati mbaya kwa simu kama nyingi tu. Kwa kweli nyingi tu. Kwa kweli niseme tu kwamba huko kwa sababu ni utangulizi, ufafanuzi wake utafata kwenye video zinazokuja, utaweza kuelewa kabisa vizuri. Mfano tuanze na hii Android Fast Boot Reset Tool version 2.1.0. Hapo tumeifungua, tunasubiri sasa ianze kufunguka kabisa vizuri. Hapo tayari imeanza kama unavyoona hapo. Hii hapa ni special sana kwa ajili ya kutoa pattern pamoja na FRP. Kwa nini naongelea FRP? FRP ni simu ambazo unajikuta baada ya kucommand reset, baadaye zinakomea kwenye wifi, inakuwa haiendelei. Hiyo ndio inaitwa FRP. Unaona, hiyo inaitwa FRP, yaani inakuwa ni lock ambayo inahitaji taarifa za awali ziwekwe. Sasa mara nyingi mtu anaweza kasahau email yake ya zamani, lakini sasa hapa inafuta na unaweza ukaanza upya kabisa bila shida yoyote ile. Unaona, unaweza ukaanza upya. Inatoa vitu vingi, kuna kama unavyoona hapo chipu mbalimbali ambazo zimeorozeshwa pale, inatoa na chipu kabisa ambazo zingine ngeni kabisa wala hatujawahi kuziona, lakini yenyewe inafanya kazi. Kwa kweli niseme tu kwamba katika masuala ya ufundi wa simu ni nzuri sana ufahamu hardware pamoja na software. Unaona, ufahamu hardware pamoja na software, na hapa utaelewa vizuri kabisa. Software utaweza kuelewa hapa, lakini pia hardware utaweza kuelewa katika chaneli yetu ya ile nyingine namba 1 ambayo inaitwa Shule TV 1. Utaweza kuelewa kabisa hardware huko nyingi. Tunaweka video mbalimbali za namna ya kuanza na kuweza kuendelea kuwa fundi na kupata experience kubwa kabisa. Mfano tuanze na hii hapa. Hii hapa kama unavyoona hapa inatoa SPD, inatoa Qualcomm, inatoa Xiaomi, inatoa hii hapa Lenovo FRP, lakini pia inatoa hii hapa inaitwa Moto FRP. Unaona, inatoa pia hii hapa Euphoria FRP, yani simu zingine kabisa ambazo bado hazijawahi kuingia huku
nchini kwetu. Inatoa pia HTC, unaona, inatoa pia hii hapa nani Micromax, unaona, inafanya vitu vingi kwa kweli, inafanya vitu vingi sana. Mfano tukianza na hii SPD. SPD ni simu nyingi ambazo mfano kama Itel, Itel nyingi huwa ni SPD. Unaona, sasa unapoona hapo SPD tumeambia kwa SPD ni namba 9. Kwa sasa kazi yako wewe ni kuandika namba 9 kama nilivyoandika mimi hapa. Halafu baadaye una command kwenye enter. Unaona? Una command kwenye enter wakati tayari simu yako umeshaiweka kwenye modi ya fast mode. Unaona? Hapo tayari command hapo tayari simu itazima, na simu ikija kuwaka inakuwa imepona kabisa vizuri bila shida yote. Kama unavyoona hapo F4P ni kama hii picha ambayo iko pembeni yetu hapa. F4P simu nyingi ndio zinakuwa katika muonekano huu. Ina maana ikiwa katika muonekano huu, ina maana tayari simu hapo inahitaji FRP, itolewe FRP ili uweze kuendelea, maana bila FRP hauwezi ukaendelea kufanya kazi yoyote ya simu. Aidha tu utapokea simu lakini hauwezi ukapiga simu. Unaona? Kwa kweli kama nilivyokuambia tu kwamba hapo utajifunza mengi yanayohusu teknolojia upande wa software za simu. Kwa makini tu kwamba endelea kufuatilia video mbalimbali ambazo tunaendelea nazo kuzitoa kila siku ili uweze kuelewa, na kama unakuwa na maswali unaweza kauliza, tutakujibu tu kwa ufasaha. Swali lolote lile ambalo utaliuliza tutakujibu kwa wakati na utaweza kuelewa kabisa vizuri. Nikutakie tu ufuatiliaji mwema na uweze kujifunza vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri hii kazi ukishaielewa kwa kweli unakuwa umepata hatua nzuri sana ya kuweza kujiajiri mwenyewe na kuweza kufanya mambo yako mazuri kabisa katika jamii na nchi.